Dunia tulionayo karne hii, wanawake na wanaume wamekuwa wakisumbuliwa na changamoto za mfumo wa uzazi, na hii ni kutokana na lifestyle. Wanawake nowadays wanasumbuliwa na tatizo la kutoka na uchafu ukeni, wanasumbuliwa na tatizo la miwasho ukeni, kukosa hamu ya tendo la ndoa. Wanawake wanasumbuliwa na tatizo la uvimbe kwenye kizazi. Wanawake wanasumbuliwa na tatizo la hormonal imbalance. Wanawake wanasumbuliwa na tatizo la kuziba kwa mirija ya uzazi. Wanasumbuliwa na tatizo la endometriosis au endometrium. Na hii yote ni kutokana na mfumo wa maisha ambao wanaishi nao. Sio hivyo tu, wanawake wengi wamekuwa wakitafuta ujauzito hawezi kupata, aidha kutokana na utumiaji wa uzazi wa mpango au utoaji wa mimba hapo awali. Na upande wa wanaume nowadays wanasumbuliwa na tatizo la low sperm count, ambalo ni tatizo kubwa sana. Unakuta mwanaume anashiriki vyema tendo la ndoa, ila anapofika kileleni kweli anaona amefika, ila mbegu zake haziwezi kurutubisha ujauzito. Wanaume wanasumbuliwa na tezi dume. Wanaume wanasumbuliwa na performance ya tendo la ndoa. Hii aidha ni kutokana na tatizo la cholesterol, pressure, kisukari pamoja na uzito kupitiliza. Kwa muda mrefu nimekuwa nikiwasaidia wanawake na wanaume kutatua changamoto zao za kiafya, na kwa kutumia package maalum ambayo ni package za asili zisizokuwa na kemikali ndani yake. Kama ni wewe unasumbuliwa na changamoto hiyo, comment au nitumie ujumbe au nipigie namba unayoiona hapo chini. Nami niko tayari kusaidia, kwa maana mimi nipo tayari kurudisha furaha ndani ya ndoa yako. Kumbuka, ndoa bora ni ile yenye afya njema, ambapo mwanamke na mwanaume wanasikilizana.